Hello? Karaoke. Yes. Habari gani? Nzuri sana. Hebu tuambie eti nini ilitokea? Ni mke wangu, yani wakati alikuja akiwa mgeni, alikuja kwa boma, alafu ni kama kwao hakuwa amefundishwa mtu anatii wazazi ya upande wa kina kijana. Sasa ya akakuja, akakaa kama penye amekuja, akasahau ni kwa boma ya wenyewe amekuja, akatake advantage ama juu alikuwa amesetiwa free. Akakaa kama mwenye hasa ako free kwa kufanya kila kitu. Mzazi akiongea jambo yani anakaa ni kama amheshimu mzazi kwa matamshi. Akiambiwa afanye mambo yake, kama nikimwambia ende shamba anakataa. Anasema atenda shamba akimea mkia. Sasa mambo kama hiyo. Sasa alafu baadaye kuna wakati alikuwa anataka kuchoma nyumba. Mimi nilikuwa nimevunjika mguu, nilikuwa nimepatanga ajali. Hakukua huku, alikuwa kwao. Sasa nikamtumia fare, akakuja akakaa siku 4, akaanza kuongea na mwanaume mwingine kwa simu. Akimwambia huyo mwanaume, hata bado sitaki mambo yako, ndio unanidanganya tu kila siku. Okay, kwa hivyo alikosana na babako kivipi? Alikuwa anaongelesha babako vibaya yani walikosana kulingana na tabia zake, ndio zilifanya wakosane na babangu. Okay, kwa hivyo vile alienda, baba amekataa arudi. Babangu amekataa arudi. Na wewe unataka arudi? Na mimi nataka arudi. Sasa wanaona ni kama atakuja kuniua kwa sababu alikuwa anataka kuchoma nyumba, tukufe sisi wote pamoja na watoto. Kwa hivyo ikiwa ni huyu ni mwanamke wa hiyo tabia, mbona unataka kurudiana na yeye? Nataka tu turudiane naye kwa sababu mimi sina choice nyingine. Una kesi nyingine unamaanisha nini? Sina choice nyingine, yani mimi sioni kama mimi sitaki msichana mwingine, namtaka tu yeye. Unataka tu huyu ambaye anataka kukuchoma kwa nyumba? Juu amejaribu kuomba msamaha babangu, hata wazazi wake wamejaribu kumuomba msamaha babangu. Lakini babangu ameshikilia tu ati kama atarudi tuame kwa compound, tuishi kwa boma ingine. Yani tuende tukomboe, tuishi kwa boma ya kukomboa. Kwa hivyo umeleta hii patanisho ili tupigie babako akubali huyu msichana arudi. Wewe kwa sababu wewe unataka arudi. Hauna choice nyingine. Na mko na watoto na yeye? Tuko na watoto 2 vijana. Watoto wako wapi? Wako naye huko penye yako Nandi. Alienda Nandi na hao watoto. Okay, kwa hivyo unataka uongee na baba kabla ya kuongea na msichana arudi. Na msichana naye yuko tayari kurudi? Ako tayari, hata wazazi wake wamejaribu kuomba msamaha, yeye mwenyewe amejaribu kuomba msamaha. Hata mimi nimejaribu kutumia hadi wazee wa kijiji wamuombe msamaha, yani wamuombe msamaha kwa niaba yangu. Lakini sasa ameshikilia tu hivyo, hataki arudi. Sasa ndio mimi nilikuwa najaribu tu mimi muongee na yeye, alafu mumwambie tu hata kama hatakuja, yani akuje tu akae tu kwa boma, mkubalie tu akuje tu. Akae hata kama hakuna maneno. Yani akae tu kwa mlango tu, hata kama watashughulika na yeye, nikuwe tu na yeye. Haya, shikilia hapo basi, tutafute mzee ili uongee na yeye na muone kama mtaweza suluhisha hii kesi yako, sawa? Asante. Usikate simu tafadhali, tulia hapo kidogo, tunatafuta mzee. Sawa. Haya. Halo bwana Ndungu. Yes. Habari ya asubuhi? Salama sana. Mimi naitwa Gidi. Na kupigia kutoka Radio Jambo hapa Nairobi. Kuna kijana wako ametutumia SMS hapa. Anasema eti mmekosana kidogo kwa sababu umekataa arudishe msichana wake ama bibi yake. Kwa hivyo angependa labda kukuomba msamaha ili ukubali huyo mke arudi. Okay, ile kitu iko. Tuwezi kubali bibi arudi sababu kulingana na vituko vyenye alikuwa anafanya kwa nyumba. Vituko vyenye alikuwa anakuja kwa nyumba, fanya kwa nyumba. Baka anagonga matokeni ya simu ya stima. Anagonga token ya stima. Yani nini kitu sanduku ya stima. Ile sanduku ya stima ile ya mita. Ya mita, ya mita box. Anagonga kwa nini? Yani akitaka kwenda kwao,
huyo bibi anakuwa kama mwenda azimu. Kila wakati anataka kusema, anasema apewe transport ya kwenda nyumbani. Analeta kisirani. Aende kwa dakika hiyo, hakuna kugojea. Yaani hata ngojei watu waongee na hata asemi anataka kwenda kwa nini? Dakika hiyo. Sasa ile kitu iko mimi niliamua kama mzazi, sababu akizuia kila wakati, hiyo sio mara ya kwanza. Akizuiwa kila wakati anasemanga saa ingine nisipoenda nitajinyonga. Nisipoenda nitajitupa mtoni. Nasikia sasa. Baka mimi kama mzazi naongea na wazazi wa kutoka kwao. Wananiambia nimpe transport aende nyumbani. Sasa mimi nimechoka. Umechoka na hiyo Nimechoka na huyo mwanamke. Hata sasa nikasema hii mwanamke kijana atafute bibi mwingine aoe. Atafute tu mwingine aoe. Sababu niliona kama anafukuza mpaka bwana yake na rungu. Anakimbiza Kariuki na rungu. Anafukuza yeye na rungu mpaka anazuiwa na ndugu yangu mdogo. Yaani mkubwa. Yeye ndiye anaenda kuamua. Sasa mimi nikasema hiyo mambo mimi sitaki kwangu. Okay, na wakiamua kwenda kuishi kwingine? Mimi niliambia bwana yake yeye kama anataka bibi, sababu sijui penye walipendania, aende akomboe nyumba, achukue bibi yake wakae, lakini sio kwangu. Kwangu bibi akifanya vituko ikuwaga kama ni mkutano. Sasa hiyo ni kitu mimi nilikataa. Haya, Kariuki. Yes. Unasikia vile mzee anasema? Nasikia. Haya, ongea na mzee. Halo? Habari leo? Salama baba. Nilikuwa nasema umwache tu ya akuje tu, hata usishughulike na yeye tu, ya akuje tu akae tu, alafu muangalie tu vile atakaa. Nasema umwache tu yeye akuje tu akae tu, na usimuulize hata swali tu. Unajua hata mtu anabadilisha tabia kulingana vile hata yeye mwenyewe anaona. Unajua huyo bibi yako anakuwa na kiburi sana, sababu unakumbuka akikuja nyumbani ukimpea simu aongee na mimi hawezi ongea. Nataka kuulize hata akirudi hiyo nyumba nani atapeleka mali kwao? Sababu wako na kiburi kwa wazazi. Atakaa nyumba gani ama atakaa wapi? Ndio nasema. Huyo bibi kama watu ya nyumbani hawamtaki, majirani hawamtaki, atakaa aje? Ndio nasema. Umwache tu ya akuje. Unajua mtu hata anaendanga jera akiwa mwizi, lakini anarudi akiwa pasta. Nataka nikuulize. Nauliza tu. Wakati ninasema unajua wewe ndio ninakinga. Mimi najua ninasikika Kenya mzima. Lakini hata nikuambie. Enda akuje na madawa kutoka kwao. Unajua wewe uoni makosa yenye tunakukinga. Hawezi kuja na si hata wewe utakuwa ukiona. Okay, Kariuki, kile baba yako anakuambia ni kwamba ameona huyu msichana na ameona tabia zake na anajaribu kukukinga wewe kama kijana wake. Lakini wewe uoni hayo mambo yote, wewe unampenda tu. Amwache tu akuje tu. Okay, kwa hivyo mzee. Hello. Sasa wewe umesema ikiwa wanaweza ishi kwingine ni sawa, lakini sio kwa boma yako sababu kulingana na ile mambo ninajioneaga huyo bibi yake anakala saa nyingine kama mwenda asimu. Na sasa mimi hiyo mambo ndio nafanya ama waje hata kama wanipea miaka 2 nifikirie mambo yake. Okay. Mzee, msimamo wako wa mwisho ni kwamba asirudi kwa boma lako, lakini kama anataka kuishi naye wanaweza ishi kwingine. Okay.